Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ukiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 3 siku ya Jumapili asubuhi, tutaangazia habari kubwa zilizopewa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii, linaanza na habari kubwa inayosema polisi kuchunguza madai ya mfanyakazi wa ndani kujinyonga. Polisi kuchunguza madai ya mfanyakazi wa ndani kujinyonga. Habari inaendelea kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inayosema wajibu wa mama mkwe kwa ndoa ya kijana wake. Hilo ni gazeti la Nipashe inasema wajibu wa mama mkwe kwa ndoa ya kijana wake. Lakini habari kubwa kwenye gazeti lako la Nipashe ni Chadema yaliamsha kuhusu katiba mpya. Hiyo ni habari kubwa kabisa kwenye gazeti lako la Nipashe ni Chadema yaliamsha kuhusu katiba mpya, yataka ipatikane ifikapo 2027. Kamati ndogo ya kamati kuu yapewa maelekezo kuandaa muswada kwa kushirikisha wananchi. Yao ni Chadema yaliamsha kuhusu katiba mpya, yataka ikamilike ifikapo 2027. Lakini waliotukana tume ya Jaji Chande wasakwa, watatu watiwa mbaroni. Waliotukana tume ya Jaji Chande wasakwa, watatu watiwa mbaroni. Lakini kamati kuu ya ACT Wazalendo kujadili hali ya kisiasa nchini. Kamati kuu ya ACT Wazalendo kujadili hali ya kisiasa nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa wa mbele. Lakini habari kubwa kwenye gazeti hili la Nipashe asubuhi ya leo ni Chadema yaliamsha kuhusu katiba mpya. Na tukiachana na gazeti lako la Nipashe kwenye kurasa za mbele, tuangazie gazeti lako la Mzalendo lenye linaandika kitendawili cha ubunge East Africa. Kitendawili cha ubunge East Africa. Lakini kasi ujenzi wa viwanda kufuta Tanga kunani. Kasi ya ujenzi wa viwanda kufuta Tanga kunani. Lakini bado kuna habari inayosema tukta Rais Samia ni mkweli. Tukta asema Rais Samia ni mkweli, yasema katika kipindi vyote vya uongozi wa nchi awamu ya 6 amefanya mambo makubwa. Hao ni tukta wasema Rais Samia ni mkweli. Lakini wafanyakazi wampa Dr. Mwinyi maua yake. Wafanyakazi wampa Dr. Mwinyi maua yake. Na Dr. Mwigulu asisitiza haki kwa wanyonge. Dr. Mwigulu akiwa ziarani asisitiza haki kwa wanyonge. Lakini ambeba mkulima ndani ya msafara. Ambeba mkulima ndani ya msafara. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Rais Samia afanya uteuzi. Rais Samia afanya uteuzi. Na tukiachana gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa wa mbele, tuangazie gazeti lako la Zanzibar Leo. Linaanza na habari inayosema serikali mjini kuwasaka wachezeshaji kamari. Serikali mjini kuwasaka wachezeshaji kamari. Hiyo ndio habari tunaanza nayo kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo kwenye kurasa wa mbele. Lakini Dr. Mwinyi akaribisha kampuni za Uturuki kuwekeza nchini. Dr. Mwinyi kukaribisha kampuni za Uturuki kuwekeza nchini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini bado kuna habari inayosema abiria wa meli ya MV Mapinduzi ya pili washauri uwekezaji zaidi. Abiria wa meli ya MV Mapinduzi ya pili washauri uwekezaji zaidi. Lakini wahadhiri watumishi wachambua ongezeko la mshahara. Wahadhiri watumishi wachambua ongezeko la mshahara. Hilo ni gazeti lako la Zanzibar Leo, na habari hizi zinapatikana ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini habari kubwa kwenye gazeti hili la Zanzibar Leo ni Dr. Mwinyi akaribisha kampuni za Uturuki kuwekeza nchini. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti lako la Zanzibar Leo. Lakini tuangazie kwenye gazeti lako la Mwanahalisi lenye bado lipo sokoni, linasema ICC haikwepeki. ICC haikwepeki. Lakini hawa kuchongewa ni wakina nani? Habari inasema hawa kuchongewa. Lakini kuna habari nyingine inasema watang'oka tu, ikiwa ni picha zinaonyesha picha ya viongozi wa majeshi mbalimbali nchini Tanzania. Lakini Kizinga ni gumzo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako Raia Mwema lenyewe muungwana ni kitendo bado liko sokoni kwa habari inayosema vurugu za Oktoba 29, vigogo CCM Chadema hawaponi. Vigogo CCM Chadema hawaponi.
Lakini bado kuna habari inasema waathirika wa moto mafuriko wasaidiwa. Waathirika wa moto mafuriko wasaidiwa. Hilo ni gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa wa mbele. Lakini mnyukano wa uraisi, hilo ni gazeti lako la Raia Mwema linasema mnyukano wa uraisi, Rais Chalamila akoleza moto. Lakini picha zikionyesha kuna Dr. Nchimbi, kuna Majaliwa Mwigulu, lakini pamoja kuna Dr. Mpango hiyo, lakini wanasema ni mnyukano wa uraisi. Hilo ni gazeti lako Raia Mwema kwenye kurasa za mbele. Lakini bado tunaangazia kwenye gazeti lako la Pambazuko lenye bado liko sokoni mpaka Mei 3. Linasema IC bado wapo ofisini, bado wapo ofisini. Wananchi washangaa, wataka viongozi kuwajibika baada ya ripoti ya Jaji Chande kuthibitisha watu 500 kufariki. Lakini vyombo vya usalama vilipuuza viashiria. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Pambazuko kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana sasa na kurasa mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie sasa kwenye kurasa za michezo na burudani kwa asubuhi ya leo. Tunaanza kuangazia gazeti lako la Mwananchi linaandika Waarabu wapewa dabi ya Simba Yanga. Waarabu wapewa dabi ya Simba Yanga. Lakini Kajuna mabingwa RCL ikichapa Kahama Madini. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za michezo. Gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za michezo ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa utazamaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.